Ni matumaini yangu mzima wa afya, mtazamaji wa SAUT TV. Ni Jumatatu nyingine tulivu kabisa ndani ya Girl Standard. Tunakutana mabinti kujadili mada mbalimbali zinazohusu maisha ya wasichana katika nyanja mbalimbali za kisiasa, kijamii na hata kiuchumi. Na siku hii ya leo tutakwenda kujadili mada inayosema ni upi ushiriki wa wasichana katika nafasi za uongozi chuoni. Utakuwa nami Merina Posco hii ya leo, lakini kama ilivyo kawaida siwezi kujadili mada hii nikiwa peke yangu. Nitakuwa naye Juliana pamoja na Beatrice. Kwa pamoja tutakwenda kujua ni ushiriki gani wa mabinti katika nafasi za uongozi chuoni. Endelea kufuatana nami mwanzo mpaka mwisho. Karibu. Habari zenu? Salama. Hongereni kwa kuwepo ndani ya Girl Standard. Asante. Ni matumaini yangu mmefurahi. Ndio. Kabla tujaendelea kwenye mada yetu ya leo, tukianza na swala kizushi, nikianza kwako Juliana. Wewe unapendelea nini? Kitu ninachopendelea sana ni kuimba. Kuimba. Kucheza. Wewe ni mwimbaji wewe? Napenda sana na najaribu pia. Sio kujaribu, inawezekana una perform vizuri. Kwa kiviwango fulani hivi naweza. Wanasema kitu unachokipenda unakifanya kwa moyo. Kwa hiyo unatoa nguvu zako zote kwenye kuimba Na kucheza pia. Big up sana. Tukija kwa dada hapo, unapenda nini? Mimi kwa kweli napenda kusafiri. Kusafiri? Tairi la gari wewe. Maana ukikaa muda mfupi bila safari huwa ni raha. Hapana, napenda kusafiri kwa sababu na mimi ninajifunza vingi. Eti, hongereni sana kwa hobi zenu. Na mimi na kitu napenda. Of course mimi napenda kupendeza. Tukirejea kwenye mada yetu ya siku ya leo, tukianza kwa Beatrice. Mimi nakufahamu kama Beatrice, lakini binti anitazama anatamani kukufahamu zaidi. Wewe ni nani? Mimi naitwa Beatrice Thomas. Ni mwanafunzi wa mwaka wa pili katika chuo cha Mtakatifu Agustino, lakini pia ni kiongozi. Ndani ya chuo. Hongera sana kwa kuwa kiongozi. Vipi kwako Juliana? Majina yangu ni Juliana Silas. Pia ni mwanafunzi wa chuo cha Mwanza. Pia ni kiongozi. Kwa hiyo nyinyi wote ni viongozi. Naamini leo anasema mgeni njoo, mwenyeji hapo. Kwa hiyo tutashiba kutoka kwenye madini ya viongozi. Kianza na wewe Beatrice. Unadhani mabinti hapa chuoni wanapata nafasi ya kutosha kushiriki kwenye nafasi za uongozi? Kwa upande wangu mimi ningesema ndio. Lakini si kwa asilimia kubwa. Haya, tuambie ndio kwa namna gani? Naweza nikasema ndio kwa sababu tumepewa nafasi tofauti za sisi kushiriki katika nyanja mbalimbali za uongozi. Vipi kwenye uongozi wako, yani unasemaje kuhusiana na hiyo? Mabinti wanapata nafasi? Yes, wanapata. Kama alivyoongelea dada Beatrice. Nafasi zipo lakini hatujapewa kipaumbele kivile sana. Tofauti na wenzetu wa jinsia ya kiume ni tofauti. Japokuwa nafasi zipo. Kwani wanapokuwa wanatangaza nafasi za kugombea, huwa wanatoa vipaumbele labda wanataka wakaka watu? Hapana. Huwa wanatoa nafasi kwa wote. Kwa wote. Sasa tukirejea kwako, unadhani ni kwa nini mabinti huwa hawatamani kushiriki? Kwa upande wangu naweza nikaongelea kwamba mabinti wengi hawapendi kushiriki kwenye mambo ya uchaguzi. Kwanza tuanze na notion ambayo tumejengewa kwenye jamii zetu. Mwanamke anaonekana kwamba ni kiumbe dhaifu, kwa hiyo haaminiki. Hawezi kuwa kiongozi. Yaani hicho kitu kidogo kinaleta utata. Sio kwamba hatupati nafasi, tunazipata. Na tuna play party kwenye nafasi za ugombea kama wa kiume. Lakini je, ule mtazamo wa nyuma ule ndio unaleta changamoto kwa upande wetu sisi mabinti. Naweza nikaongelea. Sawa, lakini pia na mimi naweza nikaongeza. Kwenye upande wa binti kushiriki katika uongozi, vikwazo ni vingi. Vingi mno. Cha kwanza mimi naweza nikasema mfumo dume. Mfumo dume ambao watu wengi wamechukulia kwamba mwanaume ndo kiumbe pekee ambaye anaweza kashika uongozi hasa daraja za juu. Lakini sio mwanamke. Ndio, lakini tunaona wanawake mbalimbali wanajitahidi kuwania nafasi za juu, lakini kinachokuja wanashindwa. Sasa vikwazo vinakuwa vingi. Sasa tukisalia hapo hapo, tukiachana na habari ya mfumo dume, tukija upande sasa wa mabinti, ni changamoto gani ambazo zinawazuia wao wenyewe kuto kushiriki kwenye nafasi za uongozi? Kwangu mimi naweza nikasema kwanza kutokujiamini. Mabinti wengi hatujiamini. Yaani unakuta kwa mfano kwenye chuo fulani posti zimetoka mbalimbali, labda rais, makamu wa rais lakini mtu anasema hivi mimi nikichukua rais nitashinda kweli? Akiangalia labda na upande mwingine mwanaume anagombea, pale inakuwa vigumu. Yaani pale inakuwa vigumu sana. Anakuwa na ile hofu. Anakuwa na ile hofu. Unaona? Lakini pia kuna ufinyu wa elimu.
hasa katika masuala mazima ya uongozi kwa wanawake. Kwa hiyo ina maana kuna ulazima wa kuwepo kwa elimu juu ya uongozi kwa wadada. Lazima uwepo. Yaani lazima tupatiwe elimu ili tuweze kujua uongozi una faida gani ama uongozi unaleta manufaa gani hasa kwa mtoto wa kike katika dunia hii ya sasa. Kwako Juliana, unadhani ushiriki wa mabinti kwenye nafasi za uongozi hasa chuoni unawezaje kubadilisha yale maisha ya mabinti wengine ambao sio viongozi? Kwa upande wangu, ushiriki kwa jinsia ya kike katika masuala ya uongozi una uwezo wa kubadilisha kizazi kinachokuja, kujengea ile confidence, kujiamini, kuamua. Nikasema mfano, tuna mama yetu Mama Samia. Ametupa bashasha na sisi wengine kwamba tunaweza kukalia kile kitu. Haikuwahi kutokea. Kwa hiyo kuna namna fulani tunafanya ukombozi kupitia nafasi ambazo tunazikalia kifikra kama hivyo. Vipi kwako, unasemaje juu ya hilo? Kwa mimi sina kipingamizi, nikiamini kwamba kumwelimisha mwanamke umeelimisha jamii. Kwa naamini kwamba wanawake wakiwa kwenye nafasi mbalimbali wanaweza kuleta ile ukombozi kwa jamii. Sasa tukisalia hapo hapo, wewe ni kiongozi ndani ya chuo cha Mtakatifu Agustino, kuna sisi ambao sio viongozi. Sasa wewe ushakuwa kiongozi, unabadilishaje maisha yetu sisi yani ambao sisi sio viongozi? Kwanza kwangu mimi naweza nikasema hamasa. Yeah. Hamasa naizoaje? Wewe ukipita huko kwenye mtandao kaniona mimi leo nimesimama bungeni, ninaongea. Kwa mwenyewe utahamasika. Nitatamani kusema yule mwanafunzi mwenzangu huyo. Cha pili, fikra, weledi. Okay. Maridadi kwako pia utakuwa mwingi, ukiamini kwamba na mimi kweli naweza nikawa kiongozi despite ya changamoto au vikwazo ambavyo vinakuwepo kwenye jamii. Sawa. Sasa tukirudi kwa Juliana, kuna tofauti gani kati ya kiongozi wa kike amini mdada na kiongozi wa kiume katika shughuli nzima ya utendaji kazi? Kwa upande wangu nitegemea sana kwenye jamii yetu, jamii inayotuzunguka. Sasa kwanza nikaongelea mwanamke kama mwanamke jinsi alivyoumbwa. Yani nikirejea kwako Juliana, unadhani kuna tofauti gani kati ya uongozi wa wasichana na uongozi wa wavulana hapa chuoni? Kwa upande wangu naweza nikaongelea kwamba uongozi wa jinsia mbili tofauti ukiwepo sehemu moja unakuwa kuna faida. Kwanza pale kunakuwa kuna jinsia mbili tofauti. Na tunaelewa duniani hapa tupo jinsia mbili. Inarahisisha kwa namna fulani hivi. Binti anapopata changamoto ana uwezo wa kumfesi mwanamke mwenzake. Mwanaume anapopata changamoto ana uwezo wa kumfesi kiongozi wa kiume. Kwa sababu kuna changamoto ambazo huwezi kwenda moja kwa moja kumuelezea mwanaume kwa mfano. Huwezi kwenda kumfesi mwanaume moja kwa moja kumkaeleza. Ila anapokuwepo mwanamke mwenzangu pale na uwezo wa kumwambia mambo yakaenda vizuri. Vipi kwako dada, unasemaje kuhusiana na hilo? Mimi pia siendi mbali. Tuchukulia mfano katika chuo chetu tuna madawati mbalimbali. Sitajikita sana, nitajikita kwenye dawati la jinsia. Tukiangalia pale kwa mfano kuna kiongozi ambaye ni mdada. Na tunamjua. Unaona? Kwa inakuwa urahisi pale ambapo labda kwa msichana labda amefanywa tendo la kikatili, tendo ambalo ni kinyume cha sheria, anakuwa muwazi. Yaani uwazi unakuwepo kwa sababu mtu anaenda kumfesi ni mtu ambaye anaweza kuongea naye. Si ambazo zinaendana. Lakini sasa nikatoka hapa from nowhere anaenda kumweleza kaka huyu nimefanyia kitu. Inakuwa ngumu sana. Lakini pia sitaenda nje sana na swali. Ninaamini kwamba uongozi unaweza, yani uongozi hauna tofauti sana. Iza kwa msichana au kwa mvulana. Inategemeana na vitu vitatu. Cha kwanza kuna malengo. Malengo gani ambayo umejiwekea katika uongozi wako? Sawa? Cha pili kuna utekelezaji. Na pia kuna matumizi ya madaraka. Yani wewe utatumikaje kwenye madaraka. Yani haijitengi sana kwamba ni msichana au wewe ni mvulana. Mtazamaji, hii ni Girl Standard na mada iliyoko mezani siku hii ya leo ni upi ushiriki wa mabinti katika nafasi mbalimbali za uongozi chuoni. Endelea kuambatana nami mpaka mwisho. Nikirejea kwako Beatrice. Ndio. Nikirejea kwako Beatrice. Baada ya kumaliza chuo, wewe sasa bado ni mwanafunzi. Ndio. Baada ya kumaliza chuo una mpango wa kugombea nafasi yoyote ya uongozi? Ndio. Kwa nini? Sababu ni nyingi.
Na pia ngoja niseme kwanza, kwenye uongozi wangu mimi nina mengi ambayo nimejifunza. Kwa hiyo ninaamini kwamba kupitia yale ambayo nimejifunza, utendaji kazi wangu, naweza pia nikatoka nje na nikagombea. Unadhani nafasi gani ambayo umeiandaa kichwani? Mbunge, rais ama au itakuja automatic? Ila mpango upo. Mpango upo. Vipi kwako Juliana? Una mpango wa kugombea nafasi yoyote? Mimi pia nina mpango na napenda sana, na nafasi ambayo ninaipenda kupita maelezo, napenda kuwa mbunge. Kwa nini ubunge? Na sio waziri? Waziri sipendi. Hivyo sijai kuweka kidogo kwenye akili yangu, ila napenda mambo ya bungeni. Napenda sana kutetea sheria. Napenda sana kutetea wananchi wako. Nafuatilia sana, napenda ninapoona wanawake wanaongea. Natamani sana, na ndio watu ambao wananimpress sana katika uongozi. Unajua ni Juliana, mimi nakuombea. Na naamini utakuwa juu sana. Ni kweli kabisa. Napenda sana, na ni jambo ambalo kidogo linavuta. Unajua vipindi kama hivi ambavyo tunaviona kwenye television, tunaona wanawake wanafanya, kidogo vinatuhamasisha. Wananihamasisha sana. Sasa mimi nikisalia hapo mbunge ujae. Umesema ukitazama bunge unahamasika. Unaweza kaniambia ni mbunge nani ambaye unamtazama alafu akakuhamasisha kabisa? Wabunge ni wengi. Hawaelezeki. Ni wengi sana. Napenda kumpatia sana msukuma. Kwa upande wa wanawake sijajua. Napenda unapenda unapomuona spika wa bunge na ukiangalia na ipi msichana anakuhamasisha. Tulia pia. Anakuhamasisha sana. Ila napenda sana kukaa huko. Achana na nikae. Kwa hiyo Umoja wa Mataifa. Kule sipataki kule mbele, nataka huku kwa wabunge. Niwasilishe yaliyoko huku nje. Napenda sana. Hongera sana mbunge ujae. Sasa tukielekea ukingoni wa mada yetu, tukianza na Juliana hapa. Una lipi la kumwambia binti ambaye anatazama kwa muda huu anatamani kuwa kiongozi? Kitu ambacho cha kwanza kabisa natamani niwaambie mabinti wenzangu, tujiamini, tunaweza. Yaani tuanze kwanza kwa kujiamini sisi, then wafuatie wengine kutuamini. Hilo ni jambo la kwanza ambalo binti anatakiwa alifanye kwanza. Afungue moyo wake. Na pia jambo jingine ambalo naweza nikaliongelea kwa mabinti, tusijidharau. Tutoke kwenye ile notion ya zamani. Turudi sasa hivi. Tuko dunia nyingine. Imechangamka. Dunia ndio hii hapa. Dunia ndio hii. Vipi kwako Beatrice, unalipi la kumwambia binti kuhusiana na swala zima la uongozi chuoni? Mimi ningependa kuasa mabinti wenzangu, kwanza fikra zifunguke. Yaani binti unapojiona, hebu jione kwenye viwango vingine. Yaani usijione wewe ni wa hapo. Sasa tunaposemea kiwango kingine ndio huko kuwa kiongozi. Kwa hiyo ukiamini kwamba mimi leo niko hapa, lakini kesho naweza nikawa waziri, kesho naweza nikawa spika, au kesho kutwa nikawa rais kama mama yetu Samia. Kwa nini nadhani Samia alianzia wapi? Alianzia huko, lakini pia yeye pia alipokuwa alikaa akasema mbona ninaweza kuongoza? Na tukamwamini, lakini tunaona mambo anayotenda. Ile shauku. Kwa hiyo mabinti fikra zifunguke, tujiamini. Yaani tusipotoshwe na zile fikra, tusipotoshwe na mambo ambayo yanaendelea katika jamii, ili hali sisi wenyewe itabidi tujisimamie kufika katika viwango tunavyohitaji. Naamini mabinti wamejifunza mengi sana kupitia kwenu. Naamini kuna binti anatazama sasa hivi alikuwa anatamani kuwa kiongozi. Ila kupitia haya ambayo mmewasilisha ataamka na nguvu mpya. Niwashukuru sana kwa kuwa nanyi ndani ya Girls Standard. Karibuni tena wakati mwingine. Asante. Kufikia hapa kwa siku hii ya leo niseme inatosha, mpaka wakati mwingine, Jumatatu nyingine tena. Lakini nikukumbushe, nilikuwa na mada inayosema ni upi ushiriki wa wasichana katika nafasi mbalimbali za uongozi vyuoni. Na kama ilivyo kawaida, mada hii sikuweza kujadili peke yangu, nilikuwa naye Beatrice pamoja na Juliana. Kwa pamoja natumaini binti nitazama umejifunza mambo mengi sana, hususan katika swala la kushiriki katika kugombea nafasi mbalimbali za uongozi hasa chuoni. Moja ya jambo la msingi ambalo limeweza kuhamasishwa ni binti kujiamini, kujikubali na pia kufungua fikra ambazo zimekuwa zikiwanyima fursa mabinti wengi kujaribu kugombea nafasi mbalimbali za uongozi. Tukutane tena mpaka wakati mwingine, lakini nikusihi usiache kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii ya Facebook, Instagram, YouTube pamoja na TikTok kwa jina moja tu la SauTV TZ. Na hii ndio Girls Standard, where girls inspire changes.